Sasa hivi katika nchi yetu la tatu watu wameanza kutuzungumzia udini. Tulikuwa hatuzungumzi mambo ya udini katika nchi hata kidogo. Tulikuwa hatujali dini ya mtu, anaijua mwenyewe dini yake basi. Haikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake. Hatuulizi hata kidogo. Tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua Waislamu wangapi, watafute wao. Sisi natuhusu nini? Kama maaskofu wanataka kujua wana Wakristo wangapi, watafute wao. Si wanakuja makanisani kuungama, waulize. Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndio ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza udini bila haya, bila aibu. Wanajitapa kwa udini. Tunataka mtuchagulie mgombea ambaye atatusaidia kuondoa mawazo haya ya kipumbavu katika nchi yetu. Na ukiulizwa na wananchi wa Tanzania kwa dhati, mnadhani mgombea huyu analiona hilo kwa uchungu kama mnavyoona nyinyi, mseme ndio. Uweze kujibu kwa dhati kabisa kwamba ndio. La mwisho nilisema nitataja Mane tu. Nilikuwa New York mwaka jana. Yuko mwenzenu mmoja, Gertrude Mongela. Sasa hivi ni katibu wa kina mama wa mkutano wa kina mama utakaofanyika Beijing. Gertrude alinikaribisha chakula jioni katika flat yake hapo New York. Akakaribisha jamaa wengine nikaona nao pale. Wakati tunakula, mama mmoja wa Kiganda ambaye anafanya kazi hapo kaniambia, mzee, mimi nilikuwa nafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Wakati nafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao, huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya, na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa hatujui makabila yao. Nilimwambia yule mama, ni wakati huo mama. Nilimwambia ni wakati huo, sio sasa. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila. Wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? Maana faida ya makabila iliyobaki ni kutambika tu basi. Lakini hasa ina maana gani nyingine? Katika nchi ya watu wazima, kabila lina maana gani nyingine? Tukifanya mitambiko pale Butiama pale tunafanya. Mimi niko karibu pale na Chakaletu ambapo ndipo Mungu wa Tiama wale anakaa. Lakini kabila hasa Tanzania ya leo inazungumza kabila. Wazungu wale waliotutawala wana mataifa makubwa yametawala dunia. Leo wanaviona vitaifa vyao vile ni vidogo mno, wanaungana. Waingereza na jeuri yao yote wametawala dunia. Wafaransa na jeuri yao yote wametawala dunia. Wajerumani na jeuri yao yote wameipiga Ulaya.
wanaungana kuwa taifa moja. Nyinyi Waswahili, vinchi vidogo vidogo hivi vya watu 27 milioni, mnazungumza makabila, mnazungumza lugha ya makabila. Mtuingize katika karne ya 21, mnapanda basi la makabila. Lakini tunaanza kuzungumza ukabila. Tunataka mtuchagulie mtu ambaye anajua kwamba huko ni upumbavu na ni hatari huko. Hatuwezi lugha ya ukabila, hatuwezi kuzungumza. Wenzetu wanatushangaa, wenzetu majirani, sisi ndio ilikuwa mfano wao. Mbona Tanzania hawazungumzi ukabila? Sisi tunazungumza ukabila. Mfano wao ilikuwa ni Tanzania. Tunataka kuwaiga majirani zetu katika hilo. Tunataka kusema Kenya wanazungumza makabila na sisi tuzungumze kabila, kwa nini? Tunasema Uganda wanazungumza makabila na sisi vile vile tuzungumze ukabila, kwa nini? Tunasema Rwanda na Burundi wanazungumza makabila na sisi tuzungumze ukabila, kwa nini? Tunasema hivyo Tanzania bila haya. Kabila si jambo la kuonea haya. Kabila linakuwa ni jambo leo unaweza kusema katika basi unajitaka ukabila. Tunataka mtuteulie kiongozi anayejua hivyo.